kutambua kwamba vijana hao bado wana umri mdogo na wana maisha marefu mbele. Codes kwa kushirikiana na Strome Foundation imeona umuhimu wa kuwapatia vijana hawa nafasi ya pili ili waweze kujijenga, kujiamini na kuwa na uwezo wa kujitegemea. Hii ni hatua kubwa sana, na nyie kama wananchi wa kijiji cha hapa mnatakiwa muitumie fursa hii kwa malengo chanya. Kwa hii jamii yetu ya Engarenebo, wako wengi vijana ambao sasa hivi wameshaacha ulevi, wameanza kuwa bize na biashara na wameanza kuwa bize kwa kujitafutia. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Jumla ya vijana 86 katika wilaya za Longido na Ngorongoro wamewezeshwa kwa kupewa vifaa na rasilimali za kuanzisha shughuli za kiuchumi, hatua inayolenga kuwawezesha kutumia ujuzi waliopata kupitia mafunzo ya kujiajiri, kuongeza kipato na kuboresha maisha yao pamoja na familia zao. Uwezeshaji huo umehusisha vijana waliopatiwa vifaa mbalimbali kulingana na aina ya shughuli wanazotarajia kufanya, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha kutumia ujuzi wao kwa vitendo na kujenga fursa za kujipatia kipato. Vifaa vilivyotolewa ni pamoja na cherehani 20 vitakavyowanufaisha vijana 28, vifaa vya saluni kwa vijana 9, vifaa vya ufundi bomba kwa vijana 3, pamoja na vifaa vya ujenzi kwa vijana 3. Aidha, vijana 12 wamewezeshwa kwa vifaa vya upishi na uandaji wa chakula, huku vijana 25 wakipatiwa mbuzi 50 kwa ajili ya shughuli za ufugaji na vijana 6 wamepatiwa pembejeo za kilimo cha mboga mboga. Uwezeshaji huo unatekelezwa kupitia mradi wa Believe unaotekelezwa na shirika lisilo la kiserikali la Codes Tanzania kwa kushirikiana na Strome Foundation katika wilaya za Longido na Ngorongoro, ikiwa na lengo la kuwezesha jamii hususan vijana kuondokana na umaskini. Akizungumza wakati wa makabidhiano hayo, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Longido Bi Monica Wambura amewataka vijana kutumia vifaa walivyokabidhiwa kwa malengo yaliyokusudiwa ili viwe chachu ya kujenga uchumi wao, familia zao na jamii kwa ujumla. Bi Wambura amesema uwezeshaji huo ni muhimu kwa kuwa unawapa vijana nyenzo za kutumia ujuzi waliopata katika mafunzo ya kujiajiri badala ya kusubiri ajira rasmi. Aidha, ametoa wito kwa mashirika na wadau wengine kuendelea kuunga mkono juhudi za kuwawezesha vijana kiuchumi ili waweze kutumia fursa za mafunzo wanazopata katika kujenga maisha yao na kuchangia maendeleo ya jamii. Akizungumza kwa niaba ya shirika la Codes, Bi Ruti Kaipai amesema msaada huo umetolewa kupitia mradi wa Bonga unaolenga kuwawezesha vijana ambao hawakupata fursa elimu katika mfumo rasmi, lakini wamepatiwa mafunzo ya ujuzi kupitia VETA pamoja na mafunzo stadi yanayotolewa katika jamii. Amesema vijana hao wamepatiwa mafunzo kwa kuzingatia mahitaji yao, huku lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa kujiamini, kutumia ujuzi waliopata kujitegemea, kuongeza uzalishaji na kuboresha maisha yao. Akizungumza kwa niaba ya vijana wenzake, mmoja wa vijana walionufaika amesema msaada huo umewapa fursa ya kuanza kutumia ujuzi waliopata kwa vitendo, huku wakiwa na dira ya kuhakikisha katika miaka ijayo hawabaki katika hali walionayo sasa, bali wanajenga maisha bora na kujitegemea zaidi. Kwa upande wake, kijana mwingine amesema vifaa hivyo vitawasaidia kuanza shughuli zao na kuongeza kipato, akieleza kuwa wanatarajia kutumia ujuzi waliopata kujenga shughuli endelevu za kiuchumi. Kwa upande wa wazazi walioshuhudia makabidhiano hayo, mmoja wao amesema hatua hiyo ni muhimu kwa vijana wao, akieleza kuwa baadhi yao awali walikuwa wakitumia muda wao katika makundi yasiyokuwa na manufaa. Kwa ujumla, uwezeshaji huu unalenga kuhakikisha kuwa mafunzo wanayopata vijana hayaishii tu kwenye ujuzi pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kujiajiri, kuongeza kipato na kujenga maisha bora na yenye kujitegemea. Kwa ujumla, shirika la Codes hatua hii inaendelea kuonyesha umuhimu wa kuwawezesha vijana kwa kuwapatia si tu mafunzo, bali pia nyenzo zitakazowezesha kugeuza ujuzi wao kuwa shughuli zenye tija na chanzo cha kipato endelevu. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Bonga ni kampeni inayolenga vijana wenye umri wa miaka 13 hadi 19 na kwa TVET ni vijana wenye umri wa miaka 20 hadi 35 ambao kutokana na changamoto mbalimbali wamekosa fursa za kuendelea na kupata elimu katika mfumo rasmi. Kwa kutambua kwamba vijana hao bado wana umri mdogo na wana maisha marefu mbele, Codes kwa kushirikiana na Strome Foundation imeona umuhimu wa kuwapatia vijana hawa nafasi ya pili ili waweze kujijenga, kujiamini na kuwa na uwezo wa kujitegemea. Kupitia mradi wa Bonga, vijana hawa
hupatiwa mafunzo ya stadi za maisha kwa kipindi cha miezi 4 hadi miezi 6, na baada hapo wanapewa mwongozo wa taaluma pamoja na ushauri nasaha ama career guidance and counseling, ili wasaidie kutambua na kuchagua na fani wanayopenda na inayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya baadaye. Baada ya kila kijana kuchagua fani, courts wasaidia vijana kupata mafunzo katika taasisi rasmi za mafunzo ya ufundi kama VETA, na kwa baadhi yao huwekwa kwa mafundi stadi waliopo katika maeneo yao ili kujifunza kwa vitendo. Hivi ndivyo tunavyotekeleza pia mpango wa TVET ama CVET ambao unalenga kuwapatia vijana ujuzi wa kuwawezesha kujiajiri na kujitegemea. Lengo la kutukutanisha leo. Mgeni rasmi, lengo kuu la kutukutanisha hapa ni kushuhudia hatua nyingine muhimu katika maisha ya vijana wetu. Baada ya vijana wetu wa Bonga na TVET kumaliza mafunzo ya formal na informal vocational training, courts kwa kushirikiana na Strome Foundation tunawapatia vijana hawa kulingana na fani. Tunawapatia vijana hawa startup kits kulingana na fani walizosomea. Lengo la vifaa hivi ni kuwawezesha vijana kuanza kutumia ujuzi waliopata, kujiajiri, kuongeza kipato na hatimaye kujikwamua kiuchumi pamoja na kusaidia familia zao. Vifaa tunavyoenda kuvikabidhi leo. Mgeni rasmi, leo tunakabidhi vifaa mbalimbali kwa vijana wetu ambavyo ni pamoja na tuna cherehani 15 ambavyo unaviona mbele yako pale. Tuna vifaa vya saluni kwa vijana 7 ziko hapo. Tuna vifaa vya ufundi bomba kwa vijana 3 kama unavyoona mbele yako pale. Tuna vifaa vya upishi kwa vijana 12. Tunayo pia mbuzi 38 kwa vijana 19. Vifaa hivi ni matokeo ya juhudi za pamoja za courts pamoja na Strome Foundation. Tunatarajia kwamba vifaa hivi vitakuwa mwanzo wa safari mpya ya kiuchumi kwa vijana wetu. Tumekuja tukiwa tumealikwa na wadau wetu muhimu wa shughuli za maendeleo, shirika la courts, kuja kufanya shughuli ya kukabidhi vifaa vya kujikimu kwa vijana 59 mliohitimu mafunzo ya ufundi stadi ambao mmeupata kwa kupitia mradi wa Believe. Hongereni sana kwa hilo. Shirika la courts ni wadau ambao tumekuwa tukishirikiana nao, na kama ambavyo walikuwa wanasema kwenye risala yao, wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali, elimu ya afya, elimu ya ufundi stadi, mambo ya vikoba, kujikamua kiuchumi kwa wamama na vijana. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri sana, na leo wako hapa kukabidhi cherehani kwa vijana 15, vifaa vya saluni kwa vijana 7, vifaa vya ufundi bomba kwa vijana 3, vifaa vya ufundi ujenzi kwa vijana 3, vifaa vya upishi kwa vijana 12, mbuzi 38 kwa vijana 19. Hii ni hatua kubwa sana, na nyie kama wananchi wa kijiji cha hapa mnatakiwa muitumie fursa hii kwa malengo chanya. Kwa hiyo uongozi wa hapa, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, afisa maendeleo hapa, kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha kwamba hizi fursa zinazoletwa na hao wadau tunazitumia hasa kwa vijana, kama tunavyojua kwamba vijana ni taifa la leo. Na wewe kijana, bila kuwa na ujuzi wako mkononi hautaweza kujikwamua kiuchumi. Natumai kwamba kila kijana atakayepata hichi kifaa ataenda kukifanyia kazi kama ilivyopangwa. Naitwa Jela na tumeanzia darasa letu mwezi wa 3, na kwa utulivu kabisa tunashukuru kwa shirika la courts kwa upendo kabisa, na kwa namna ya kipekee sijajua shukrani zetu tuitoeje, lakini tunashukuru. Tumepata elimu kupitia afya, namna ya kujitambua, namna ya kujiajiri. Yaani tumepata elimu kubwa. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Ombi langu kwa shirika ni tunaomba tu darasa hili liwe endelevu, isiwe mwisho, kwa sababu
Kama mchungaji alivyosema kwamba kulikuwa na wengine waliokuwa wanatamani kuendelea, lakini sasa muda umeshaisha na tunashukuru. Kwa hii jamii yetu ya Engarenebor, wako wengi vijana ambaye sasa hivi wameshaacha ulevi, wameanza kuwa bize na biashara na wameanza kuwa bize kwa kujitafutia. Wengine pia walikuwa walevi, lakini kwa sasa hivi wameshaacha. Ni kwa sababu tu wametuletea elimu. Tumepata elimu ya maisha, tumepata pia elimu ya kukwepa magonjwa ambaye huwaga inaathiri sana vijana. Kwa majina yangu mimi naitwa Nashpai Karoli, ni mwanafunzi wa TVET muhitimu. Kiujumla napenda kuwashukuru wawezeshaji wetu wa shirika la Codes kwa kutufikisha hapa. Kwa kweli binafsi tusingeweza kufika hapa, lakini tumefika kwa ajili yao na tunaenda kufurahia na kujivunia matunda yao. Jina lingara maremo lilesio. Ashenye oltirika le Codes samo irade to kongera ang. Irkijana ne ondoye ono moran. Maende ngane rambaye sidai oleng. Amu ora ballo olore mere le rungaye na merai. Ndanga maga saidi ene weya amu kemkiwa kigira ishukuru yena leng.